Mtazamaji wa Truth Media, baada ya kumalizana na ndugu yangu Mohamed Makawila, sasa katika benchi langu ni zamu ya mzee wangu mzee Malinyi. Lakini kabla ya kuendelea na mzee Malinyi, nikukumbushe kuwa maduka yetu ya Kwa Mchina Store yanakuletea ofa kubwa kabisa ya nguo kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Tunakupatia jinzi kali kabisa kwa shilingi 17,000, t-shirt kali kwa shilingi 10,000, viatu kwa 10,000, mashati kwa shilingi 10,000 na jezi za timu mbalimbali kwa shilingi 10,000 tu. Maduka yetu yanapatikana Dar es Salaam, Mbezi Luis, roundabout ya Kinyerezi, karibu na sheli ya Mount Meru. Lakini pia tunapatikana Dodoma katika stendi kuu ya 88 ya mabasi ya mkoa ndani ya jengo la Dig In Terminal Lodge. Lakini kwa maelezo zaidi piga namba 0753788977 kwa maelezo zaidi. Nikukumbushe kuwa ofa hii ni maalum kwa ajili ya sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na Pasaka. Mzee Malinyi, wema? Kwema ndugu yangu, habari za kwako? Salama kabisa. Ushawanunulia watoto nguo? Zamani. Zamani. Kweli? Kabisa. Sikukuu watoto wanatamba. Si bajeti. Bajeti mapema tu. Kwa sababu hii ndio sikukuu yao watoto. Mzee Malinyi, kwanza tuanzie kwenye dabi iliyogairishwa tarehe 8 siku ya Jumamosi. Mzee Malinyi, ulinipigia sana simu ukilalamika, ukasema mimi bora nipate hasara lakini timu yangu isiende kucheza na kikipigwa tu kitawaka. Si umeona zile za juzi za wale TMA ile alikuwa anapigwa Yanga goli 3. Kazikimbia zile. Kazikimbia zile alikuwa anapigwa goli 3. Mzee Malinyi umekula nyoya bwana. Wale walichungulia. Baada ya kuchungulia wakaona kwamba wanafungwa. Sawa? Kwa sababu wao walijidanganya na mambo yao ya kishirikina kwamba sikiliza, walijidanganya na mambo yao ya kishirikina mpaka Alhamisi kwamba Simba anafungwa goli 3. Ilipofika Ijumaa imegeuka, anapigwa yeye. Mpaka Jumamosi anapigwa yeye, wakachungulia, wakaenda wala tufanyeje? Cha kufanya kwa sababu Simba tayari tumepata taarifa wanakuja kufanya mazoezi. Sisi tutafunga mageti. Tukifunga mageti lazima huyu atachukia tu, atatumia kanuni ya 17 mabano 45. Sisi tutakuwa tumeokoa kufungwa. Na kweli wamefanikiwa. Hilo Engineer Harris akapeleka wahuni pale, wahuni wamefanya fujo, kuzuia milango, meneja wa uwanja naye tunamuita naye muhuni vile vile. Hastahili kuwa meneja wa uwanja. Katika mameneja wabovu, huyu meneja wa uwanja hivi ni mbovu. Na ndio maana ukuta CAF wameufungia ule uwanja. Uwanja tangu mwezi wa 4 mwaka jana, tunasema unafanyika matengenezo, umefungwa, lakini ukiingia hamna kuna matengenezo yanayofanyika. Hata meneja huyu hafai. Mzee Malinyi, kwanza tukiachana na swala la kufungia uwanja, huko tutakuja. Maana umeenda mbali zaidi. Lakini bodi ya ligi imetoa taarifa kuwa itaupangia dabi hii tarehe nyingine. Lakini msimamo wa Young Africans na barua aliyoitoa, tumemsikia pia makamu wa rais wa Young Africans amezungumza kuwa wao msimamo wao hawana mechi nyingine yoyote ya dabi ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara na nyinyi. Arafat mtu mdogo sana. Arafat mtu mdogo? Nasema hivi, Arafat mtu mdogo sana. Hana nguvu ya kuizuia TFF. TFF ndio mwanachama wa FIFA. Arafat sio mwanachama wa FIFA. Yeye ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Sawa? Hana mamlaka ya kukataa. Akikataa atafungiwa. FIFA, TFF ndio yenye mamlaka, ndio yenye mpira wao. Kwa Mzee Malinyi, unataka kuniambia dabi ikipangiwa tarehe nyingine lazima itachezwa? Lazima ichezwe. Tumuone Agome. Na alivyokuwa na hamu ya kutaka kuchukua ubingwa mara 4 ili atimize rekodi yangu mimi. Akikataa kajinyonga mwenyewe bwana. Mimi nitakwenda, nitatimiza sheria ya mwenye mpira wake. Alivyonipangia, nitakwenda pale, marefali na makamisa na kamishna watakuwa pale, ndani ya dakika 15 mwamuzi atamaliza mpira. Sawa? Akimaliza mpira, mimi nachukua point 3. Natangaza ubingwa. Tena kirahisi kabisa. Kirahisi. Atakuwa hajatimiza ile azima yake ya kuchukua ubingwa mara 4 kama nilivyochukua mimi. Lakini taarifa zinasema kuwa Young Africans tayari wameshaandikia bodi ya ligi barua ya kuitaka ipewe pointi zao 3. Na wameipa masaa 72 tu waweze kufanya jambo hilo. Endapo jambo hilo halitakamilika, watasonga mbele kwa ajili ya kupeleka kesi yao hiyo. Waache wasonge mbele, hawa si watu wa kushindwa. Wakili wao kihio. Sisi hatumshangai. Ana kesi gani aliyoshinda wakili wao? Hata kesi za kuku zote kashindwa. Sasa anawadanganya kwa sababu hao jamaa zetu kama anavyokuambiaga, ukipenda timu ile akili zako kama kiza cha usiku mnene. Sawa? Kila siku anawadanganya. Kwani mangapi amewadanganya hapa kwenda kasi na akirudi kwa feri wanashindwa wao. Itakuwa hili kwa nini la kwanza? Ili sio la kwanza. Sawa? Kwa wakili wao kuwadanganya, wakili wao kihio aendelee kuwadanganya. Bodi ya ligi imefuata utaratibu. Simba imesimamia kanuni ya 17 mabano 45. Na bodi ya ligi baada ya kukaa kikao
imekwenda ikasimamia sheria. Sawa sawa, sheria au ni kanuni ya 34.3.1. Sawa sawa, kwamba mwenyeji lazima mchezo lazima uahirishwe. Sasa wao wanasemaje? Tumefuata vifungu. Leo hii wana barua karibuni 8 wanaandika tu. Mara wapeleke basi Bunju. Sisi tumeandika barua hii moja tu, Nyundo moja tu. Mzee Malinyi wanasema kuwa tunashuhudia pale Mwanza wakati unaenda kucheza na Pamba Jiji. Kuna vurugu zilitokea wakati unatakiwa kufanya mazoezi. Lakini mechi ulicheza ukugairisha. Iweje mechi ya dabi ugairishe wakati watu wengi wameshapata hasara tayari? Vurugu tumezizoea, lakini sikuzuiwa uwanja. Vurugu zilitokea, lakini mimi nilifanya mazoezi. Sawa, nilifanya mazoezi. Sikuzuiwa uwanja. Hizi vurugu kwenye viwanja vya Afrika tunapokwenda kwa mashindano ya CAF huko Cairo wapi zinatokea sana za mashabiki. Ingekuwa zimetokea vurugu wakauacha uwanja, sisi tukaingia kucheza. Tumezoea vurugu za kugombana, lakini tunaingia tunachukua mazoezi. Simba singegoma. Ila wao wamezuia. Walikwenda kwa wakota wahuni kwenda kulinda uwanja wa Taifa. Uwanja mazoezi si unao, ungeenda Bunju pale kufanya mazoezi. Inasema hivi kanuni ya 17/45. Sawa? Ya TFF au ya FIFA, tuseme ya FIFA. Mgeni anatakiwa achukue mazoezi siku moja kabla, apewe uwanja ili aangalie mazingira ya uwanja. Simba hujui alikuwa mgeni. Sisi na uwanja wa Taifa. Sisi hatujui kabisa. Mimi si mgeni. Yaani mimi nichukulie kama ni timu ilikuwa kutoka Nigeria au inatoka Cairo. Ile kauli yako inasema kwa Mkapa toki mtu. Ndio nasema hivi, kwa siku ile mimi nilikuwa siujui uwanja wa Mkapa, siujui. Hata unaniambia njoo kesho uwanja kama umepandwa matuta ya viazi. Nitatoa wapi hoja zangu mimi siku ya mchezo? Maana siku ile ya kwanza nikienda naangalia kama uwanja umepandwa matuta ya viazi au uwanja umepandwa mchicha, nitatoa malalamiko kwa mechi commissioners. Unaona? Na wachezaji uwanja umepandwa mchicha mapema. Sawa sawa? Ndani ya masaa 24. Hata wewe unataka kunifutika, kuna nini uliweka pale wale Yanga? Mpaka wakafanya uhuni mkubwa ule. Shida iliyokuwa kubwa. Watanzania tunapenda uongo na kubadilisha maneno. Na hawa vyombo hivi wachambuzi sasa hivi wanajaribu kuificha Yanga. Yanga ana makosa tu. Lakini kwa jambo hili Mzee Malinyi, kuna wachambuzi ambao wanaegemea upande wa Yanga, wao wanaitetea Yanga, lakini kuna wachambuzi pia wako upande wa Simba, wao wanaitetea Simba. Jambo hili kwa watu hawa kujitenga, kila mtu kuwa na maslahi kwenye timu yake ambayo yeye anaona inafaa. Unaona ni jambo zuri? Hakuna maslahi. Kwa mfano Jemedali Saidi tunamjua Yanga Afrika. Jemedali Saidi Yanga Afrika, lakini amesimamia ukweli. Kasimamia ukweli. Ukimwacha na yule Hans Raphael, yeye kwa sababu tu amekuwa muongo. Sawa, na kila siku yeye kazi yake kuishambulia Simba tu. Sawa? Hata Simba afanye nini? Yanga anapata mapenalti ya ajabu hasemi. Ila Simba anasema mapenalti ya ajabu. Sawa? Chuki ni maendeleo aliyoyapata Simba. Sawa? Kufika robo finali mara 6 na yeye anakwenda finali shirikisho. Sawa? Na huenda kainua ndoo. Hii sasa ndio chuki zinazojengwa, zinazotengenezwa na ndio wanazoumia Yanga. Wanajaribu kutengeneza propaganda na kila kitu. Kwenye hili Yanga achomoki. Kwenye hili hasara tulizopata sisi wakata tiketi watu wa mpira. Tukienda mbali zaidi wakina mama waliopata hasara na vyakula vyao. Sawa. Japo wao hawana haki ya kudai kwa sababu hawakuwa na mkataba na mpira. Sisi wenye tiketi tunamkataba, tumenunua tiketi. Sawa, tuna haki ya kudai. Umeelewa? Lakini wakina mama, kwenye kuwainua kina mama wale waleta huduma za kijamii wanapata hasara. Wao na mapesa na mabilioni wameweka ndani huko. Meneja wa uwanja akiangalia yeye ni mtu wa serikali, analipwa mshahara kwa kodi zetu sisi, kwa kodi zao wale akina mama. Ndio inaumiza sana. Kashindwa kuangalia kile kitu. Bado ameitwa njoo kiwanjani. Anasema mimi sina taarifa. Hana taarifa nini? Yeye hajui kama sheria ya 17/45 kwamba mgeni lazima apewe uwanja achukue mazoezi mara 2 au mara 1. Hajui hilo. Anasema tumpe taarifa. Taarifa gani tumpe? Kwa sababu anapokwenda kusimamia uwanja, sheria zote anapewa na baraza la michezo za uwanja. Sawa? 1, 2, 3 hapo unataka ufanye hivi. Yeye ajifanya hajui. Shida aliingia kwenye uhuni ule. Sawa. Tunakwenda tunaambiwa sijui wale kwenda kulinda pale, wale wanajiita tu STEMUS, walipelekwa na nani? Na mpaka leo hawajakamatwa wale wahuni wale. Clip zinaonyesha. Watu wanasema wanafanya uchunguzi gani? Wanataka kutudanganya wananchi. Ili lipoe watudanganye wananchi kwamba ifike dabi nyingine au tuende kwenye usajili, tukianza habari ya usajili ili inakwisha, watatudanganya, watasijulikana. Wale watu walikuwa wakamatwe. Wale babausa live wanaonekana. Kamata wale. Tubanie wale ulitumwa na nani?
Kama umetumwa na Yanga Africans watasema sisi tumetumwa na Yanga Africans. Kama umetumwa na Tefa watasema tumetumwa na Tefa. Kama umetumwa na DRF watasema tumetumwa na DRF. Kama umetumwa na TFF watasema tumetumwa na TFF. Hata wanawaachaje wale? Tunaambia unafanyika uchunguzi. Hapa pana uchunguzi na kudanganyana. Watu wamekula hasara. Tiketi tunazo zinavunda mifukoni. Sawa, na mpaka leo hatujasikia tamko lolote kwamba tiketi hizi malipo yetu yanalipwaje. Wakina mama wale hasa vyakula vyao vimemwagwa. Hakuna watu wanakwenda kula vyakula. Kwa sababu ya uhundi wa watu fulani. Sawa, wao Mungu amewajalia, wampata riziki, wana mapesa, wanashindwa kuwaangalia wengine. Hii ni hatari. Lakini mzee Malinyi, Jumamosi tarehe 8 wanasema ulikula nyoya. Ulikula nyoya Jumapili wakakufuata pale pale Bunju waje kucheza na wewe. Wanasema ukajificha pia. Angekuja saa 10. Angekuja saa 10. Angekuja saa 10 au angekuja ile saa 12 asubuhi au saa 1. Mazoezi si asubuhi. Mazoezi asubuhi na jioni. Wewe unakuja saa 6. Unasema hapo tayari kupigwe kokote. Nasema hivi wangekuja asubuhi. Alafu basi limekuja na watu watatu. Alafu ukitaka kuangalia kila siku wanakuambia hii taasisi ina mambo ya kihuni mengi sana. Sawa? Mara wapeleke wahuni kiwanjani. Sawa, wanazuia milango. Mara msemaji atukane watu. Mara itukane TFF wafungiwe. Mara mtu mwingine wanapiga watu. Taasisi hiyo. Sasa mimi cha kumshauri Engineer Hersi akiwa kama rais wa Yanga, akae chini na watu wake, awape elimu. Asiingie kwenye makundi yale kihuni. Inatusikitisha msomi kama yule kwenda kuungana na wahuni, kwenda kufanya vitendo vya kihuni kama vile. Inatusikitisha. Tena inatusikitisha na kuwatia hasara wa Tanzania wenzake. Sawa? Wale wakina mama, hata wale wakina mama ndicho kinachotuuma sana. Kuna watu wengine walikwenda kukopa mikopo. Wanajua wanakwenda kupika vile vyakula asubuhi, kesho yako atalipa. Lakini leo nadaiwa huenda pengine vitakamatwa vitu vyao majumbani huko. Inauma. Wao wanatembea kwenye magari makubwa na viyoyozi na mishahara wanakula. Huyu meneja wa uwanja huyu, tunataka kwanza hii dabi iondoke na huyu. Huyu ndio tunayolia naye sisi huyu. Tunamuomba waziri, katibu mkuu wa Wizara ya Michezo wamtimue kazi mara moja huyu. Kwa sababu analipwa mishahara kwa kodi za wale. Wale wamepata hasara watalipaje kodi? Wale watalipaje kodi? Yeye hakuliona hilo. Akafanya maneno ya kiuni, mambo ya kiuni. Baada ya Simba kuondoka, akaja pale akazima taa. Sawa? Baadaye akaja akazima taa. Huu ni uhuni tuliofanya. Huyu meneja wa uwanja tumuhitaji. Tunamuomba kwanza serikali itupe tamko huyu afukuzwe kazi. Mzee Malinyi, tukiachana na dabi ya Kariakoo ilivunjika siku ya Jumamosi ya Machi 8, siku ya Ijumaa ambayo ni siku ya kesho una mechi ya Kyako ya Kiporo ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya Dodoma Jiji. Umekutana na Dodoma Jiji kwenye mechi kadhaa na katika mechi zote ulizokutana naye umeweza kumfunga, lakini ugumu wa mechi unakuwa ni mkubwa zaidi. Kuelekea mechi ya kesho, unaiona Simba yako kiweza kushinda katika mechi yake ya Kiporo na kubakiza gap la alama moja? Usiseme nacheza na Dodoma Jiji. Sema nacheza na Young Africa. Nacheza na Young Africans. Mechi ya Young Africans ulikimbia Jumamosi. Nasema hivi, hii nyingine inakuja nakwenda kucheza naye yule pale. Mdhamini pale CJSM, mimi sicheza na Dodoma Jiji. Mimi nakwenda kucheza na Yanga nyingine, nakwenda kucheza nayo na atapigwa. Kama kaka yake alichungulia akaanzisha fujo ili kwa kujua mimi nitatumia kipengele cha 17 mabano 45 na kweli nimetumia hicho, kachomoka, anakwenda kupigwa yeye. Sina mjadala naye. Nazitaka point 3, nishakwambia. Tunaandaa timu lakini ubingwa tunauona kabisa unakuja kwenye kuandaa timu. Hatumwache mtu. Na tulikwambia siku hatumwache. Matokeo kafanya madudu yale. Aje hata usiku. Sawa? Yeye wakati wote ule. Yeye sio kwamba kutufuata tubunju. Aweke hata pale Jangwani alipopanga mijiwe pale. Tukacheze pale hata Chandimu atapigwa tu. Pale alipopanga mijiwe nyumbani kwake pale. Aniite pale. Awe yeye mwenyeji na kwenda kumpiga pale safari hii. Lakini mzee Malinyi, mashabiki wengi wa Simba wanakuwa na hofu na kikosi chao wakiangalia mechi ya CRB Confederation Cup iliyochezwa juzi katika dimba la KMC Complex pale, mukiibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya TMA. Kiwango kilichoonyeshwa pale, mashabiki ndio wana wasiwasi kuelekea mechi ya Dodoma Jiji. Hakuna mashabiki, unajua kocha wa Simba Fadru na benchi lake la ufundi wao wana kila mechi wana game plan yao. TMA timu ndogo sana. Uweze ukatumia mpira mkubwa au ukatumia mbinu kama unacheza na Hilali. Ingefungwa 100 pale, tungeunajisi mpira. Sawa? Kwa hiyo yeye ametumia game plan ya kucheza na timu ndogo, kwa hiyo amecheza mpira wa hali ya chini kutokana na ile timu yenyewe ilivyo. Sawa? Kwamba wafungwe magoli 3 inatosha. Pale imetoka kusonga mbele. Hata ukimfunga goli 100 za nini? Goli 50 za nini? Unamfundishaje mpira yule? Anatakiwa na yeye ajifunze na kocha wao ajifunze kwamba sasa baada ya kufunga goli 3 Simba ilitembeza
Toto football pale. Kwa hiyo kocha naye anachukua mbinu pale. Kocha wa TMA anapocheza na Fadlu, kocha mkubwa, makabana kama yuko chuoni, kuna vitu vingine anavichukua pale ili akavifanyie kazi kwenye timu yake ili aweze kupanda daraja. Sasa walitakaje? Sisi tuna ushamba kama jamaa zetu kwamba timu ndogo unafunga goli 8, goli 9 ili afu ujisifie. Mtu mdogo mbona hujamfunga SM Alger? Kama wewe unajua mpira, si ungemfunga SM Alger? Hizi ni kelele tu za mitaani, achana nazo Salumu. Sawa? Achana nazo Salumu. Tupangiwe tarehe mimi na yeye. Kwa hiyo mzee Malinyi unataka kutuambia ukikutana na timu ndogo unatakiwa umfunge goli chache, 1 2 unamwachia. Alafu unacheza mpira. Sawa, unacheza mpira. Italy nafikiri miaka 3 4 iliyopita kocha alifukuzwa kazi na chama cha mpira. Kocha wa timu tu kwenye ligi hizi. Ilikuwa sio ligi daraja la pili sura ngapi? Kocha alifunga timu nyingine goli 28. Chama cha mpira kikamwambiaje? Yaani wewe unajua kufunga tu, sio kucheza mpira. Umeshafunga goli, unaendelea kufunga tu. Huu mpira unachezwaje? Watu wataonaje ladha ya mpira? Chama cha mpira kilimfukuza kazi yule mtu. Sio timu yake, walivunja mkataba chama cha mpira. Kwamba tuhitaji makocha kabila hii. Umeshafunga goli kama ni 4, 5, cheza mpira sasa. Onyesha mpira unachezwa hivi. Sio kuendelea kufunga tu. Hapo umeharibu mbinu, yaani umeharibu sifa yote ya mpira wa miguu. Mzee Malinyi, nakumbuka kuna mwaka katika dimba la uwanja wa Uhuru pale ulicheza na Coast Union katika mechi ya ligi kuu. Ulimfunga goli 8 wewe. Ukuwa na huruma. Kwa sababu kwenye ligi kuu kujifunga goli 8 ilikuwa ni sahihi. Kwa sababu kwenye mbio za ligi kuu kuna mambo mawili. Tunaweza mzee Malinyi wenzako akifunga goli nyingi wewe unabeza. Tunaweza tukaenda mbele. Sawa, tukapata aggregate ya magoli au ya point. Sawa. Alafu Coast kumfunga 8, Coast sio mdogo. Coast ashakuwa bingwa nchi hii. Coast sio mdogo. Mimi nikaifunga goli 10 TMA. Napata nini? Wale nitakuwa nawafundisha mpira. Sio kuwafunga migoli mingi, unafunga kidogo, kwa sababu tayari nishapita, niwafundishe mpira. Sasa wewe unazifunga goli chache, timu kubwa unazifunga goli nyingi. Goli nyingi kwa sababu Coast ashakuwa bingwa wa Tanzania bara. Shukrani sana mzee. Asante sana.